Bwana asifiwe, mtumishi wa Mungu aliye hai. Ninakusalimia tena kwa mara nyingine na ninakukaribisha tena katika neno la Mungu ambalo nataka tulione katika siku ya leo. Ni kwa habari ya namna gani ya kumtambua, au wewe mwenyewe unaweza kujitambuaje kwamba umekulia wokovu na umekuwa katika habari ya kumjua Mungu. Kama ilivyo kawaida kwa mtoto mdogo, kwa habari ya mwili kabisa, tunaweza kumtambua kwa kusikiliza maneno yake, kuangalia matendo yake au hata mawazo yake. Mtoto mdogo hajui zuri na baya, anatenda lolote, anaweza kufanya lolote. Vile vile anavyoongea unaweza ukatambua kwamba huyu ni mtoto mdogo. Hata kwa habari ya Mungu, namna ya kumjua Mungu, tunazaliwa, tunakuwa. Sasa utajitambuaje kwamba wewe umekulia wokovu, umekuwa wewe ni mtu mzima katika mambo ya kiroho? Kwa jinsi unavyoongea, matendo yako ndiyo yanaweza yakakujulisha kwamba wewe ni mtoto au ni mtu mzima katika kumjua Mungu. Mfano, unaweza mtu anaenda kanisani, akafika kanisani asikute mtu, au muda wa ibada unafika, unaweza ukamwambia au ukamuuliza, mbona bado huendi kanisani wakati muda umefika? Halafu huyo mtu akakujibu kwamba sasa hivi sitakuta mtu kanisani. Kanisani kwetu huwa wanachelewa. Sasa hivi hata kama nikienda hakuna mtu. Huyo ni mtoto mdogo sana kwa habari ya kumjua Mungu. Maana yake huyo hajamjua Mungu anayemwabudu. Maana yake haendi kanisani kukutana na Mungu, ila anaenda kukutana na watu. Maana yake watu wasipokuwepo, au anaweza kafika kanisani siku hiyo watu wote wakawa hawajafika kanisani na yeye akarudi nyumbani, asifanye chochote. Huyo ni mtoto kiroho. Tunaenda kanisani kukutana na Mungu, hatuendi kukutana na watu. Watu wawepo wasiwepo, ibada nitafanya, kwa sababu ibada haipo kanisani, ibada ipo moyoni. Kwa hiyo na pamoja na matendo yanaweza yakakutambulisha kabisa mtu bado ni mtoto. Kwa mfano, kama bado habari tu ya kuenda na daftari kanisani mpaka uambiwe kufanya maombi, unasubiria ratiba, ibada unapuuzia tu, utoaji fungu la 10 tu, bado wewe bado ni mtoto kiroho. Kwa hiyo angalia matendo yako, angalia maneno unayoongea, yatakutambulisha na kukujulisha kwamba upo kwenye umri gani kwa habari ya kumjua Mungu. Nakushukuru sana kwa kunisikiliza na kunitazama. Endelea kufuatilia akaunti hii ya Mwalimu Enoki Yohana